Mbali na hayo, washukiwa watatu wanaohusishwa na wizi wa ng'ombe katika kijiji cha Nyakwai, kaunti ndogo ya Bureti, kaunti ya Kericho, wameuawa na umma wakati wa kisa hicho cha alfajiri. Lori moja linalosemekana lilikuwa likisafirisha ng'ombe hao kutoka nyumbani kwa washukiwa hao liliteketezwa, nyumba moja iliyokuwa ikijengwa kubomolewa na nyumba nyingine mbili katika boma hilo hilo kuteketezwa, huku washukiwa wengine wawili wakifanikiwa kutoroka. Msako mkali umeanzishwa huku wakazi wakitahadharishwa kujihadhari na watu wanaowashuku. Lori hili linalosemekana lilikuwa likiwasafirisha washukiwa wa wizi wa ng'ombe liliteketezwa na wananchi waliojawa na hasira. Wakazi waliojawa na hasira hatimaye walivamia boma hili linalodaiwa kumilikiwa na washukiwa hao, wakaharibu nyumba moja iliyokuwa ikijengwa na kuteketeza zingine mbili. Washukiwa hao wawili pamoja na dereva wa gari waliokuwa wakilitumia kutoroka waliuawa na wakazi wa kijiji cha Nyakwai. Wakazi hao waliojawa na hasira wakilalamikia ongezeko la visa vya wizi wa mifugo hivi majuzi ambavyo vimewaacha wakikadiria hasara. Hata mimi ng'ombe yangu ilipotea, tumeng'ang'ana tukitafuta, hatujui ni nani anachukua, na hii ng'ombe inaenda wapi. Hiyo ng'ombe watu wanachukua, sio ng'ombe ya bei ndogo. Hiyo ng'ombe inaanza na 200,000. Hakuna ng'ombe chini ya 200,000. Huku wafugaji wengine wa ng'ombe wa maziwa wakikumbana na uzito wa kulipa mikopo kufuatia hasara hiyo, maafisa wa usalama katika sehemu hiyo wamelaumiwa kwa kuzembea kazini. Jana wakati tulikuwa kwa mkutano, mimi nikaraise issue, nikaambiwa wewe ni mlevi. Haki ya Mungu sijaelewa. Tuko na maaskari wengi wanalewa, hata wanalewa hatarani. Sasa hatujui kama waliletwa walewa ama hatujungwe mali. Wakazi ambao walikuwa wamelalamikia shughuli zisizo za kawaida katika boma hilo sasa wanasema wamepata afueni, huku wakitoa wito kwa maafisa wa usalama waimarishe vita dhidi ya wahalifu wanaofanya maisha yao kuwa magumu. Yusuf Faro, Darubini Wikendi.